Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 3 siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Ellen G. White, Korintho, ukurasa wa 210 hadi 219. Katika Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza. Kwa kuihubiri Injili kule Korintho, mtume alitumia njia tofauti na ile aliyokuwa ameitumia kule Athene. Aliamua kujiepusha na hoja na mijadala yenye kufafanua mambo kwa undani, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu kati ya Wakorintho ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 210 na 211. Paulo alifanikiwa kwa kiasi fulani, lakini alitilia shaka hekima ya kujenga kanisa kutokana na vifaa alivyovipata huko. Aliuona mji wa Korintho kama eneo la kazi lenye shaka sana na kukusudia kuliacha. Alipokuwa akitafakari kuacha mji huo kwenda katika eneo lenye kutia matumaini zaidi, Bwana akamtokea katika maono ya usiku akasema, "Usiogope, bali nena, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu." Paulo alielewa hili kuwa amri ya kubaki Korintho na uhakikisho wa kwamba Bwana angezidisha mbegu iliyopandwa. Kanisa kubwa liliandikishwa chini ya bendera ya Yesu Kristo. Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, ukurasa 106 na 107. Imeandikwa kwamba Paulo alifanya kazi kwa mwaka mmoja na miezi 6 huko Korintho. Juhudi zake hata hivyo hazikufungiwa katika mji huo pekee. Aliifanya Korintho kuwa makao yake makuu. Kwa hiyo makanisa kadhaa yalianzishwa. Kutokuwepo kwa Paulo katika makanisa aliyoyatunza kulijazwa kwa sehemu na mawasiliano muhimu na yenye nguvu yaliyopokelewa kwa ujumla kama neno la Mungu. Nyaraka hizi zilisomwa makanisani. Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, ukurasa 109. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Paulo alishawishika kwamba alikuwa mtume wa Yesu na kwamba wito huu ulitoka kwa Mungu. Kwa nini ni muhimu sana kujua sisi ni nani na wito wetu ni upi? Swali la pili. Kwa muda mfupi Paulo alijisikia kuacha kazi yake ya umisionari huko Korintho na kuondoka katika mji huo. Ni nini kilimfanya abadili uamuzi wake? Hili linaweza kutusaidiaje tunapohisi kutaka kuacha mradi wa umisionari? Je, kuna wakati hata hivyo tunaopaswa kuacha? Swali la tatu. Washiriki wa kanisa huko Korintho waliathiriwa kwa kiasi kikubwa na utamaduni uliowazunguka. Huu pia ni ukweli ulio wazi kati yetu leo. Tunawezaje kuwa ulimwenguni, Yohana 17:11 na 15, na tusiathiriwe na kile kilichomo ulimwenguni, tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, Yohana wa kwanza sura ile ya 2 ya 16. Ni njia zipi zingine ambazo kanisa letu linavutwa kwa namna hasi na utamaduni unaotuzunguka? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la kwanza la robo ya 3 ya mwaka 2026. Somo lenye kichwa kinachosema huduma ya Paulo huko Korintho. Mungu atubariki sote.